Kwa sababu ya wewe kuna vitu vinatakiwa vizaliwe duniani. Kwa sababu ya wewe kuna watu wanatakiwa wahudumiwe. Kuna watu wanatakiwa wapate ajira. Kuna watu wanatakiwa wafunguliwe milango kupitia wewe. Kuna watu kuna biashara inatakiwa zianze. Kuna viwanda inatakiwa vianze. Kuna makampuni yanatakiwa yafunguliwe. Kuna watoto wanatakiwa wazaliwe. Kuna watu wanatakiwa waokoke. Na hayo yote yatafanyika kupitia wewe. Sasa kuna maono ambayo Mungu anayo kwa Israel, alikuwa ni kuwapeleka kwenye nchi ya ahadi. Lakini sisi kuna kusudi la Mungu kwa ajili ya kila mmoja kwenye maisha yake. Lakini kusudi la Mungu, nisikilize, haliwezi kutokea ikiwa hautakuwa hodari na moyo wa ushujaa. Ijapo Mungu yuko pamoja na wewe, hutamuona wakati wote, hutamsikia wakati wote, lakini anataka utembee na moyo. Maanake anachomwambia uwe na moyo wa vita, uwe na moyo wa kikomando, uwe na moyo wa kiaskari. Askari ni watu ambao wanatengenezwa katika mtazamo fulani ambao unamsababisha awe anayafikiria mambo na katika mtazamo wa tofauti, lakini hata miili yao inafanyishwa aina ya mazoezi ambayo inaweza kukabiliana na chochote, mahali popote, wakati wowote, kwa vyovyote. Askari ni watu ambao wako tayari kwa chochote, lakini kusudi la wao lazima litokee. Bwana Yesu asifiwe. Sasa katika maisha yako kuna kusudi, kuna vitu ambavyo ndani yako vinachemka, vinatokota. Januari, kumbuka tuliongea nikasema kila mmoja awe na maono yake. Sasa kuwe na maono ni yale malengo ambayo unataka yatokee. Na ukiwa ulifanya vizuri kwenye eneo la kuweka malengo, kwa maana ya kumwomba Mungu na kukaa na Mungu, utajikuta tayari unajua kule unakoenda, tena unaenda kwa passion na kwa ujasiri. Lakini ukweli ni huu, maono pamoja na kwamba Mungu yuko pamoja na wewe, lakini huwa hayatokei kwa wepesi.